Tatizo la ugonjwa wa kisukari ni tatizo ambalo kwa upande wa Tanzania linazidi kuongezeka kila kukicha. Wahanga ni wengi sana. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao umekuwa ni hatari sana, kwani ni umepelekea watu kuwa walemavu. Kuna watu ambao wamekatwa miguu, kuna watu ambao wamekatwa vidole, kuna watu ambao mpaka wamepata habari za upofu. Yaani kuna watu wengine tena wamepoteza mpaka uhai wao. Tumepoteza wapendwa wetu kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Tatizo hili la ugonjwa wa kisukari linaongezeka kila kukicha na kila siku, na hauna dalili ya kuweza kupungua. Wahanga wa ugonjwa wa kisukari wengi wakiwa ni kisukari aina ya pili, karibia 90% mpaka 95%, wakati 5% mpaka 10% ni kisukari aina ya kwanza. Ugonjwa huu kwa upande wa Tanzania ukiwa unazidi kushika hatamu, na takwimu ziko wazi katika tafiti wanazidi kusema kwamba kwa upande wa mfano wa Tanzania, takwimu za ugonjwa wa kisukari jinsi ambavyo zinasema kwamba mwaka 2021 wahanga wagonjwa kisukari ilikuwa ni almost 10.3%, wakati hii ikiwa ni tofauti kabisa na mwaka 2012 ambapo ilionekana kabisa ugonjwa kisukari ilikuwepo kwa 9.1%, na hii ikawa iko tofauti na miaka ya nyuma sana kama mwaka 1984 ambapo ugonjwa kisukari ulikuwepo kwa 2.5%. Kwa unaweza kuona kwamba tangu mwaka 1984 kuja mpaka 2021 ugonjwa wa kisukari umeweza kuongezeka karibia mara 5 yake tofauti na ilivyokuwa awali. Mpaka 2021 shirika la IDF linazidi kusema kwamba vifo vilivyoweza kutokea 2021 ya watu kuanzia umri wa miaka 60 kushuka chini, 11.6% yake ilitokana na ugonjwa wa kisukari. Kwa unaweza kuona kwamba jinsi ambavyo hali halisi ya ugonjwa wa kisukari jinsi ilivyo kwa upande wa Tanzania. Maswali kadhaa yamekuwa yakiibuka kati ya watu na wagonjwa, na wengi wamebaki hawana majibu, na maswali ambayo mengi yako miongoni mwa watu walio wengi, yamkini wewe pia unaweza kuwa ni miongoni mwao. Moja ni kwamba hivi kwa mfano huu ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa wa aina gani, na kisababishi cha ugonjwa huu wa kisukari aina ya pili ni nini hasa? Na je, mbona nimekuwa nikitumia dawa, nakula dawa nyingi sana lakini bado sukari yangu haishuki, shida ni nini? Na wengine wamekuwa kijiuliza, je, ugonjwa wa kisukari hivi ni kweli kwamba unatibika? Na baadhi wamekuwa kijiuliza kwamba wengi wanasema kwamba lishe inatibu. Sasa ni ile mlo gani? Ni ile mlo wa ketogenic ambao ni mlo wa vyakula vya mafuta, nikiwa nimeepuka wanga, niondoe vyakula vya wanga, ama ni ile vyakula vya mlo wa vyakula vya asili ya mmea? Lakini mtu akijifikiria kwenye mmea kule, vyakula vingi kama viazi, mihogo vimesheheni wanga, vitu kama ugali, maharage vimesheheni wanga ya kutosha. Sasa je, ni kila kule na sukari yangu sitapanda sana? Kwa hiyo wagonjwa wanabaki na maswali mengi sana. Basi wamekuwa kijiuliza, je, kwa upande wa matunda, je, matunda ni salama kwa mgonjwa wa kisukari? Wamebaki hawana majibu kabisa. Kwa kama na wewe umekuwa na maswali ya design hiyo, katika video ya leo utaweza kupata majibu ambayo yamenyoka moja kwa moja. Katika video hii naenda kuchambua ugonjwa wa kisukari kwa ufupi, lakini nitazungumza habari za kisababishi. Wakati huo pia nitaweza kuzungumza siri kuu 8 za kuweza kutokomeza ugonjwa wa kisukari aina ya pili, na hakika siri ya mwisho itaweza kushangaza, kwani ungeweza kuitambua mapema. Naamini kwamba yamkini hata ugonjwa wako wa kisukari labda ungeweza kuwa umeshapona, lakini bado hujachelewa. Nadhani ni muda ambao ni sahihi wewe nisikize kwa makini. Nitaanza kuchambua vitabu vya sayansi vinasemaje, tafiti zinasemaje, na ukweli ni upi. Kwa nini hatujawaambia tangu mwanzo mkaelewa na mkachukua hatua mapema sana? Hivyo twende sambamba. Ni Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni ugonjwa wa kisukari aina ya pili, siri kuu 8 za kuweza kutokomeza ugonjwa huu. Tuangazie hasa maana halisi ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili, lugha ambayo ni rahisi, ambayo unaweza kanielewa wewe kuzungumza habari za ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari aina ya pili katika maana ambayo ni rahisi sana kuweza kuelewa, ni ugonjwa wa mafuta kuweza kuzuia matumizi ya sukari. Hicho ndio Kiswahili ambacho ni chepesi sana ambacho unaweza ukanielewa. Lakini katika lugha nyingine ya kisayansi tunasema kwamba ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa ambao unatokana na matatizo ya kimetabolic kwa sababu ya mrundikano wa mafuta ndani ya seli ambazo sio maalum kwa ajili ya kutunza mafuta hayo. Seli kama za misuli, seli kama za ini, seli kama za ubongo, seli kama za kwenye kongosho, zile ni seli maalum kwa ajili ya matumizi ya sukari.
lakini inapotokea mafuta yameenda kujirundika mazingira yale na kulazimisha tumie kama chanzo cha nishati, ni huwa maana yake mwisho wa siku kila kama ndizi mbivu, kila vitu kama ugali ambavyo vina wanga nyingi, ni kwamba ile glucose kutoka kwenye vyakula hivyo huwa kinapokuwa kwenye damu, ikifika kule kuta mafuta tayari yameshaja, na kwa hiyo inaendelea kukaa kwenye damu. Mwisho wa siku unakuta damu, sukari yako kwenye damu inazidi kuongezeka. Ndio maana ningesema katika lugha ya kawaida ni kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa, kisukari aina ya pili ni ugonjwa wa mafuta kuweza kuathiri matumizi ya sukari ama kuzuia matumizi ya sukari. Kuna vitu vichache hapa vya kuweza kufahamu kwenye ugonjwa wa kisukari aina ya pili, hasa juu ya masuala ya insulin ambayo ndio homoni ambayo inasaidia sukari kuweza kuingia ndani ya seli zako na kuunguzwa na kuweza kukupatia wewe nishati. Fahamu hivi kwamba kwa kila mwili wa binadamu kuna kiungo ambacho kwamba ni kongosho. Kongosho huwa inazalisha vichocheo au homoni ambayo kwamba ni insulin. Insulin ile ndo pekee ambayo huwa inafanya kazi ya kusaidia sukari iweze kuingia kwenye seli, kwa maana kwamba insulin inatumia kama ufunguo. Ni sawasawa, kwa mfano wewe una nyumba yako halafu umefunga kwa nje, kwa hiyo unahitaji kwamba ufungue ndio uweze kuingia ndani. Ndio hivyo hivyo kwa upande wa sukari, kwamba sukari inapoingia kwenye damu haiwezi kuingia kwenye seli bila insulin. Insulin lazima iende pale kwenye seli, itoe taarifa, jicheze kwenye receptor, itoe taarifa, ndio sukari itoke kwenye damu ingie kwenye seli. Sasa kwa bahati mbaya kwamba kulingana na vyakula ambavyo tunakula, watu tunakula vyakula vyenye mafuta kwa wingi sana, tunakula vyakula ambavyo pia vina wanga pia. Sasa inapotokea ni nini? Kwamba mafuta huwa yana sehemu yake maalum ambapo yanahifadhiwa, ambazo tunasema kwamba ni kwenye adipose tissue. Ni bahati mbaya kwamba kadri tunazidi kula mafuta huwa nafikia pale kwenye zile tissue, mafuta huwa yanajaa, yanaanza kurudi kwenye damu na damu inazunguka. Yaani mafuta kwenye damu hataki kuwa mengi. Hivyo haya mafuta huwa yanaanza kwenda kwenye seli ambazo sio maalum kwenye kutunza mafuta, kama seli za ini, seli za misuli, ambazo seli hizo zinakula glucose nyingi sana tofauti na seli nyingine zote. Mafuta yanapoingia kule ni huwa yanazuia sukari situmike. Yanazuiaje? Ni kuweza kuzuia mawasiliano kati ya seli na insulin. Yaani insulin zipo lakini zinashindwa kuwasiliana ama zinashindwa kufungua kwenye seli ili sukari iweze kuingia. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, mafuta ndio yamezuia ama ndio yameziba sukari siweze kuingia kwa kuweza kuharibu sehemu ambapo insulin inajishikiza. Kwa unakuwa na insulin nyingi, insulin nazo lakini hazifanyi kazi vizuri. Kwa sababu gani hazifanyi kazi vizuri? Ni kwa sababu ya mafuta yaliyojaa pale. Ndio tunasema kwamba ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa wa mafuta kuathiri matumizi ya sukari kwa kuathiri utendaji bora wa insulin. Na ile hali ya insulin kushindwa kufanya kazi yake vizuri kwenye seli ama kukosekana kwa mawasiliano kati ya seli na insulin, tunaita kwamba ni ukinzani wa insulin ama ni insulin resistance. Kwa hiyo ukija kuangalia katika uhalisia, kwa mfano katika tafiti hii wanatuambia kwamba insulin resistance ndo mzizi mkubwa kwa ugonjwa wa kisukari aina ya pili, kwa maana ya kwamba bila insulin resistance huwezi kupata ugonjwa wa kisukari. Insulin zako kama zinafanya kazi yako vizuri, huwezi kupata ugonjwa wa kisukari. Haijalishi kwamba ule wanga kiasi gani, sukari haiwezi kuongezeka kwenye damu, haiwezi kupanda. Lakini kama insulin hazifanyi kazi vizuri kwa sababu ya haya mafuta, basi tayari wewe utakuwa mgonjwa wa kisukari. Kwa mujibu wa tafiti hii nyingine inatuambia kwamba ili mtu aweze kupata ugonjwa wa kisukari aina ya pili, ni lazima mambo mawili yatokewe. Jambo la kwanza ni lazima insulin zishinde kufanya kazi yake vizuri. Kwa nini zinashindwa kufanya kazi yake vizuri? Ni issue ya mafuta. Lakini cha pili, insulin zinaweza ikawa ziko chache kwa sababu ya mafuta ambayo yameenda kushambulia ama yameenda kujirundika kwenye kongosho lako. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kufahamu kwamba mzizi hapa ni insulin. Insulin hazifanyi kazi vizuri. Tatizo si kwamba unakula wanga nyingi, sio kweli. Tatizo ni insulin haifanyi kazi vizuri. Kwa nini insulin haifanyi kazi vizuri? Chanzo chake kinakuja kwenye swala la mafuta. Kwa hiyo hapa ukabidi ufahamu tu kwamba ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa wa mafuta kuathiri matumizi ya sukari. Nini kinasababisha ugonjwa wa kisukari? Tulishaona masharti ni lazima upate insulin resistance. Kwa kisababishi cha ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ukinzani wa insulin ama ni ubutu wa insulin. Insulin zipo lakini hazifanyi kazi. Insulin zipo lakini zimeshindwa kufungua kwenye seli ili sukari ifanyeje? Iingie kwenye seli na iunguzwe ili uweze kupata nguvu. Kwa kuwa imeshindwa kufanya kazi hiyo, kila glucose inayoingia kwenye damu
chache zinaingia kwenye seli, nyingi zinabakia kwenye damu yako. Ndio maana kwamba unashangaa tukichukua sampuli yako ya damu tukipima damu yako ile kuangalia kiwango cha sukari, tunakuta sukari iko nyingi, kwani nyingi bado iko kwenye damu, haikufanikiwa kuingia kwenye seli yako. Kwa nini unapata insulin? Kwa nini hizi insulin hazifanyi kazi wakati mwanzo zilikuwa zinafanya kazi? Tunakuja kuona kwamba ni swala la mafuta. Hili swala huwa wagonjwa hatuwaambii, lakini uhalisia ni kwamba ni tatizo hapa ni mafuta. Na kudhibitisha hayo, naomba tuingie kwenye vitabu kwanza tuweze kuangalia na swala la tafiti, ili kusudi uweze kuelewa vizuri kwamba kwa nini hapa mchawi ni mafuta na si sukari, kwamba unakula vyakula vya wanga kwa wingi sana. Kwa mfano, kwa mujibu wa kitabu hiki cha How Not to Die, mwandishi anazidi kutuambia kwamba ongezeko la mafuta kwenye seli za misuli na seli za ini ndo ambazo huwa zinaingilia kazi ama ambazo huwa zinaathiri kazi ya insulin. Kwa tafsiri nyingine kwamba mafuta ndo ambayo yanapelekea utendaji hafifu wa insulin, ndio yanapelekea insulin resistance. Kwa mujibu wa kitabu hiki cha Mwisho wa Ugonjwa wa Kisukari, The End of Diabetes, mwandishi anasema kwamba habari ongezeko la mafuta kuingia kwenye seli za misuli ndio ambayo huwa yanaharibu mawasiliano kati ya seli na insulini zako. Mwisho wa siku nakuwa na insulini lakini hazifanyi kazi kwa sababu mafuta tayari yalishakata mawasiliano kati ya seli zako na swala la insulini. Ni kwa mujibu wa kitabu hiki cha The End of Diabetes. Lakini kwa mujibu wa kitabu hiki cha Mastering Diabetes, mwandishi anazidi kutuambia kwamba ukinzani wa insulini, ubutu wa insulini, utendaji hafifu wa insulini zako kwenye damu yako ni kwamba inasababishwa na mrundikano wa mafuta kwenye tishu ambazo sio maalum kwa ajili ya kuhifadhi mafuta hayo. Tishu hizo ni kama seli za misuli ama seli za ini, kwenye kongosho na kwenye masuala ya ubongo. Hii ni kwa mujibu wa kitabu hiki cha Mastering Diabetes. Lakini kwa mujibu wa kitabu hiki cha Undo It, mwandishi anazidi kutuambia kwamba ulaji wa nyama nyingi sana ni kwamba huwa unapelekea ongezeko la insulini, lakini pia na kupelekea ukinzani wa insulini, vile ambavyo mafuta ndo ambavyo huwa inafanya hivyo hivyo. Mafuta ndo yanapelekea ukinzani wa insulini au ndo yanapelekea ubutu wa insulini. Lakini kwa mujibu wa kitabu hiki cha Dr. Neil Bernard katika programu yake ya kureverse ama kutibu ugonjwa wa kisukari, ni anasema wazi kabisa kwamba mrundikano wa mafuta ndani ya seli namba huwa yanaharibu uwezo wa insulini zako kuweza kuchakata sukari ama kuingiza sukari kwenye seli yako. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa na sukari nyingi kwenye damu. Kwa hiyo mafuta ndio ambayo huwa yanasababisha ukinzani wa insulin. Kwa mujibu wa kitabu hiki cha The Plant-Based Solution, mwandishi anazidi kutuambia kwamba usumu utokanao na mafuta, lipotoxicity, kwenye masuala ya misuli na seli zako za ini ndio ambayo huwa inaharibu mawasiliano ya kati ya seli na insulini zako. Mafuta hapa chanzo ni swala la mafuta. Kwa mujibu wa kitabu hiki Your Body in Balance, mwandishi anazidi kutuambia kwamba habari za mafuta ndani ya seli za misuli na seli za ini ndio ambazo huwa zinaharibu uwezo wa insulini kuweza kufanya kazi yake. Kwa hiyo kifupi hapa vitabu vya wanasayansi vinatuambia kwamba kabisa wazi mafuta ndio ambayo huwa yanapelekea ukinzani wa insulini. Tatizo hapa sio sukari, tatizo ni mafuta. Hivi vilikuwa ni vitabu. Hebu tujaribu kuangalia habari za tafiti. Kwa mujibu wa tafiti hii ambayo naiona hapa, tafiti hii inaonyesha wazi kabisa mrundikano wa usumu wa mafuta kwenye seli za ini, kwenye seli za misuli ndio ambao unapelekea ukinzani wa insulin ama ubutu wa insulin. Wakati kwa mujibu wa tafiti hii unayoiona hapa, nao pia wamezidi kusema kwamba ongezeko la mafuta kwenye damu na ulaji wa vyakula vya mafuta inahusiana na ugonjwa wa kisukari, kwani mafuta kurundikana kwenye seli za misuli na seli za ini ndio ambao pia huwa inapelekea ukinzani wa insulin ambao ndio huwa inapelekea kuwa mgonjwa wa kisukari. Kwa mujibu wa hii tafiti nyingine ni kwamba inaonyesha wazi kwamba habari za mafuta bado ndio ambayo huwa inapelekea ukinzani wa insulin. Hizi ni tafiti na vitabu vinatuambia habari za mafuta. Cha ajabu ni kipi kwa wagonjwa wa kisukari? Mgonjwa wa kisukari ni yeye kwa kuwa ameshawaza habari za sukari
ni kwamba ukimpatia ndizi mbivu na parachichi, ndizi mbivu hawezi kula, atakwambia ina sukari nyingi sana, hata kula mafuta, kwa maana kwamba anaendelea kujifanya kuwa mgonjwa. Kumbuka, kinachoathiri sukari yako ya mwili ama kinapelekea ugonjwa wa kisukari sio sukari, bali ni mafuta. Na ndio maana kwa mujibu wa mwandishi wa kitabu hiki The Starch Solution amejaribu kuzungumza wazi kabisa kwamba wanasayansi wanaelewa kwamba sukari ni haipelekei ugonjwa wa kisukari, kwa maana kwamba mafuta ndio yanapelekea ugonjwa wa kisukari, na ndio maana watu wanene ni wahanga namba moja wa ugonjwa wa kisukari. Unapokuwa ni mnene, tunatarajia kwamba wewe ni mgonjwa wa kisukari ajaye, kwani mrundikano wa mafuta kwenye mwili wako mwisho wa siku ndio huwa inaenda kuharibu mawasiliano ya seli zako na insulin. Mwisho wa siku ukila vyakula vyenye wanga unakuta kwamba wanga ama ile sukari ama ile glucose haiwezi kufika vizuri kwenye seli zako. Hicho ndio kitu ambacho tukifahamu juu ya kisababishi cha ugonjwa wa kisukari na hali halisi ya ugonjwa wa kisukari. Lakini yote katika yote, na licha kwamba wengi wamekuwa hawafahamu haya, kuna siri kuna ambazo wagonjwa huwa hawatuwaambii ama wengi wagonjwa hawafahamu. Ndio maana wengi tunawakumba na wengi wameshasema kwamba ugonjwa wa kisukari hautibiki. Si kwamba ugonjwa wa kisukari hautibiki, ni kwa sababu tu kwamba haya mambo makuu 8 wewe huyafahamu. Naomba tuyaangazie. Jambo la kwanza ambao wagonjwa wengi wa kisukari hawafahamu na ambao natakiwa wewe uweze kulifahamu ni kwamba ugonjwa wa kisukari, kwanza kila mtu afahamu, kisukari aina ya pili ni gonjwa lishe. Ni ugonjwa ambao unatokana kwa sababu ya ulaji mbovu ambao ni ulaji wa vyakula vya mafuta kwa wingi sana. Na hii point wengi hutokeza kuielewa vizuri na inapelekea tiba kutokuweza kutoa matokeo, kwa maana kwamba watu wengi na tiba nyingi hapa kwenye hii point ndio wengi wanapokuja kukosea. Kuna mtu anapuuza swala la chakula akizani kwamba kuna suluhisho lingine la ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Watu wengi wanaamini kwamba kuna dawa ambayo inaweza kutibu ugonjwa wa kisukari. Hii dawa hamna, dawa ni chakula tu peke yake. Hizi dawa za hospitalini zinafanya kazi ya kuweza kushusha sukari kwenye damu na haitibu ugonjwa wa kisukari. Hata kama ni mtishamba, ikikusaidia sana ule mtishamba ni kwamba utaweza kushusha sukari yako ya damu. Hivyo vitubishirishi ambavyo wanauza bei ghali sana, vile havitibu ugonjwa wa kisukari. Vile vikikusaidia tu kwamba vitaweza kushusha sukari na sio kutatua kile ambacho kinasababisha sukari kupanda. Yenyewe dawa zote hizo vitubishirishi, mitishamba na dawa za hospitalini zinafanya kazi ya kuweza kushusha sukari na si kutatua kile ambacho kimesababisha sukari kupanda. Kwenye hicho kipengele dawa zote zinagonga mwamba, hata kama ni vitubishirishi vinagonga mwamba, kwani wewe kila siku unakula asubuhi, mchana na jioni, kwa mafuta yanaingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo dawa ambayo inaweza kufanya kazi ni ile ambayo inaweza kuzuia mafuta kuingia ndani ya mwili wako. Hii ni point ya kwanza utakayoifahamu kwamba kisukari na pili ni foodborne illness, ni ugonjwa lishe. Chanzo chake ni habari za chakula. Tiba nitakayoelekeza kwenye chakula. Hata kama uende wapi, hata kama uende India, na ndugu yangu, bado jiko lako tabakia ndio pharmacy pekee ambayo itaweza kukuokoa. Pointi ya pili nyingine inatakiwa watu wafahamu kwamba kupanda kwa sukari ya damu sio ugonjwa wa kisukari, ila bali ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Na ndio maana daktari akiwa na hakika kwamba yeye hatibu ugonjwa, akikupatia zile dawa atakwambia umeze dawa maisha yako yote. Daktari yuko sahihi, kwani yeye hatibu ugonjwa. Yeye anajadili pale ni dalili ya ugonjwa wa kisukari, anatibu dalili na sio ugonjwa. Ni sawasawa, kwa mfano unauma malaria, kichwa kinakuuma, wewe unameza Panadol, ikabidi umeze Panadol maisha yako yote, kwani bado malaria ipo. Ukiacha tu Panadol utaona kichwa kinarudi kuuma. Ndio hivyo hivyo kwamba mgonjwa kisukari ukiacha zile dawa ni lazima utaona sukari inapanda, kwani bado ugonjwa upo pale pale. Kwa hiyo nitakao ufahamu tu kwamba sukari kwenye damu sio ugonjwa. Ugonjwa uko kwenye seli zako kule. Yaani kuna mgogoro kati ya seli zako na insulin, hakuna mawasiliano. Ndio maana ukiacha chochote chenye sukari kichangia kwenye damu haifiki vizuri kule ambapo natakiwa iende. Hii ni pointi ya pili ambayo wagonjwa wengi hawaelewi. Mwisho wa siku mtu akula ndizi mbivu anakimbia, anasema itapandisha sukari ya damu, lakini mafuta nakula, lakini hajui kama mafuta ndio ambayo yanamuuguza, kwani ndio ambayo yameshaharibu mawasiliano kati ya seli na insulin. Na ndio maana mtu mnene ni mgonjwa wa kisukari ajai. Hii ni pointi ya pili ambayo watu wengi wanaikosa. Pointi ya tatu nyingine ambayo ni siri nyingine ya tatu ni kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa insulin resistance. Si ugonjwa wa sukari kupanda, bali ni ugonjwa wa insulin resistance. Ni ugonjwa wa ukinzani ama ubutu wa insulin
ama utendaji hafifu wa insulin. Pale ile ndio tatizo tu. Kwa hiyo kusudi uweze kutibu ugonjwa wa kisukari, ni lazima uweze kutatua tatizo hili la ubutu ama utendaji hafifu wa insulin, kwa maana kwamba hakikisha insulin zinafanya kazi vizuri. Sasa utawezaje kufanya insulin zifanye kazi vizuri? Ndio tunakuja kuangalia nini kinasababisha insulin zifanye kazi vizuri. Tunakuja kwenye pointi ya 4 ambayo inasema kwamba mafuta ndio ambayo huwa yanapelekea ubutu wa insulin ama utendaji hafifu wa insulin. Mafuta yanaziba insulin siweze kufungua seli, ama tunasema kwa mafuta yanaziba ili kusudi sukari siweze kuingia ndani ya seli zako. Kwa hiyo sukari ni haina shida na mtu, bali mafuta ndio yana shida na mtu, kwani yenyewe ndio yanakuja kutuharibia ile utaratibu wa kawaida ambao tulishazoea kwamba kila sukari ile glucose itakayoingia kwenye seli iunguzwe ikupatiwe nishati. Mwisho wa siku mafuta yenyewe yanalazimisha iunguzwe na si sukari. Kwa hiyo hapa mchawi ni mafuta. Mafuta ndio ambayo huwa inapunguza utendaji bora wa insulin. Ili uweze kuboresha utendaji wa insulin ni lazima uondoe mafuta. Kwa mtu mnene ni lazima apungue uzito, kwani kupungua kwake ndio usalama wake. Kuongezeka uzito ni tatizo tayari kwake, hawezi kupona ugonjwa wa kisukari. Haya, hii ilikuwa ni pointi ya 4 juu ya masuala ya mafuta ambayo wengi huwa wanazingua, wengi huwa hawatambui habari za mafuta. Mtu anakula parachichi, anakwambia parachichi halina sukari. Ni kweli halina sukari, lakini kiangalia wote ambao wanakula parachichi hawajawahi kupona ugonjwa wa kisukari, bado ni wagonjwa mpaka sasa, mpaka leo bado ni wagonjwa. Ameweza tu control kwamba sukari la sukari kwamba sipande sana, lakini bado ni mgonjwa wa kisukari. Na kwa kuwa bado ugonjwa upo, wengi tunakuta sukari iweza iko 8 kwa kujitahidi kula vyakula hivyo vya mafuta. Lakini bado anapata issue za ganzi, na bado unakuta bado kama ni vidonda vinawatokea, na wengine unakuta pressure inakuja, magonjwa ya moyo yanaibuka, figo bado zinashindwa kufanya kazi. Mtu anashangaa sukari iko 8, kwa nini changamoto bado zinazidi kuniandama? Zinakuandama kwa sababu bado ugonjwa upo. Wewe unachudili, wewe unakuwa unabidi kutibu dalili ambayo ni kushusha sukari, lakini ugonjwa bado, ndio maana inakuandama. Na tunamtarajia mtu ambaye anakula vyakula vya wanga, vitu kama ndizi mbivu ama papaya, hivi ambavyo vina wanga kiasili, ndio ambao huwa anapona ugonjwa wa kisukari. Sasa mtu anaweza kujifikiria haya mambo yanakuaje? Naomba nikupatie mfano tu mmoja. Nichukulie kwa mfano, kuna mtu ambaye anapeleka maji baharini, na yale maji chukulie kwamba ndio sukari yenyewe. Mara nyingi mito hii huwa haiwezi kujaa nikafurika ikasababisha maji kwenda sehemu nyingine. Maji yanafika baharini na hakuna shida yoyote. Sasa fikiria kwamba itokee kama ukingo wa ile mto ubomoke, ama maji yaje yalete tope. Ile tope izuie yale maji sasa siweze kufika baharini. Automatically yale maji ni kwamba yataweza kujaa kwenye ule mto, yataanza kumwagika pembeni. Kuna watu wawili watakuja hapa na akili zao. Kuna mmoja ataamua kupambana kuchota maji kutoka kwenye ule mto, ama kwenda kuziba yale maji yasiendelee kuja. Kwa sasa maji ndio sukari. Sasa huyo mtu ndio yule mgonjwa wa sukari ambaye ndizi mbivu anakufa kwa sababu ina sukari. Halafu kuna mtu mwingine atakayekuja ambaye ataamua kuondoa lile tope na kuruhusu maji kufanyaje kuondoka. Sasa huyu ni yule ambaye anaepuka kula parachichi na anakula ndizi mbivu. Hawa ni watu wawili tofauti. Wote wanapata matokeo tofauti. Anayepambana na swala kupunguza vyakula vya wanga ni anaendelea kuwa mgonjwa, na anayepambana kuondoa vyakula vya mafuta, huyu ndo ambaye ndio wale wagonjwa wachache wa sukari ambao huwa wanapona ugonjwa wa kisukari. Lakini walio wengi ni wagonjwa kwa sababu elimu wanazokutana nazo zinahubiri habari za watu kuweza kula parachichi na si kula vyakula kama ndizi mbivu, papai ama chungwa ama embe, kwani anakuambia kwamba hivi vina sukari. Kwa hiyo mentality yake ni sawa sana ile ya mtu aliyetengeneza dawa za kushusha sukari. Kwa kuwa zile dawa hazitibu, unameza dawa maisha yako yote. Na kwa kuwa wewe umeepuka vyakula vya wanga, kwa maana ya kwamba vitapandisha sukari, na wewe umeleta na mentality ile, basi na wewe utakabidi ujue kama utaendelea kuwa mgonjwa wa kisukari maisha yako yote mpaka mauti itakapokuwa imekukumba. Lakini pointi kubwa fahamu ni mafuta. Haya, siri namba 5 ambao wagonjwa wa kisukari wanakosa ni habari za mafuta asili ya wanyama. Nimekuwa nikiona elimu nyingi ambazo zinatolewa hawa watu ambao wanapromote diet za protein kwa kuondoa wanga na diet za mafuta. Hawa watu wa ketogenic wanakuambia yale mafuta ambayo yanaganda ndio ambayo ni rafiki sana, kwa yale kwamba hayana shida. Naomba nikuhakikishie kwamba mafuta yanayoganda yanachochea insulin resistance sana kuliko mafuta mengine yote yale. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye
ana changamoto ya ugonjwa wa kisukari, ikabidi ajitahidi kukwepa mafuta ya asili ya wanyama. Sasa unayakwepaje? Kuna haya mafuta ambayo tunajua kwa mafuta ya kawaida ya samuli ambayo tunajua kama tunatumia kwenye upikia, lakini kuna vyakula vya asili ya wanyama ambavyo vina mafuta yenyewe yale ya wanyama. Kwa mfano, nyama zote zile zina mafuta tayari. Kuna habari za maziwa. Maziwa yana mafuta tayari. Yale mafuta nayo pia yanachochea habari za insulin resistance. Kuna habari za mayai. Mayai hana sukari, ni kweli, lakini yana mafuta, na changamoto umeshaona kwamba changamoto ni mafuta. Ukija kuangalia kuna vitu kama samaki. Samaki ni wanasema kwamba ni mzuri, ndio, lakini kishakuwa ni mgonjwa kisukari, ni kabidi ukae mbali. Unaweza ukafanya kitu kimoja sana, ukafanya jaribio kwenye wewe mwenyewe ukaona. Kwa mfano, panga siku moja, kama ni mchana ama ni jioni, chukua ugali, kama ni ugali wa dona, alafu kula na samaki. Yule samaki simuongezee mafuta, unaweza kumchemsha tu. Alafu baada ya dakika 90 pima sukari yako, document. Alafu chukua tena kama ni kesho, muda ule ule kama ni wa mchana, chukua ugali ule ule kama ni ugali wa dona, alafu kula na vitu kama maharage ambayo hujawekea mafuta. Pima sukari yako tena baada ya dakika 90. Linganisha majibu hayo ya kipindi ambacho umekula ugali na samaki, na uangalie tena na kipindi ambacho umekula ugali na maharage. Utapata majibu yako wewe mwenyewe, utaamua sasa ukae wapi, kwa sababu wewe ni mtu ambaye una akili zako timamu. Lakini kwa experience ninayo kwamba ukila ugali samaki utakuta sukari iko juu sana, tofauti na mtu ambaye amekula ugali maharage ambaye hajaongezea mafuta. Kwa maana ya kwamba ugali unatoa sukari, lakini samaki anaongeza mafuta. Mafuta ndo nakuja kubroko sukari siweze kutumika vizuri kwa kuweza kupunguza utendaji bora wa insulin. Kwa hiyo fahamu tu kwamba vyakula asili ya wanyama ambavyo ni mfereji mkubwa sana wa mafuta ya asili ya wanyama inatakiwa uweze kuviondoa. Hiki ni kitu ambacho wengi huwa hawaambiwi, bali wanaambiwa kwamba unaweza kula mayai hayana sukari, unaweza kula samaki haina sukari, unaweza kula kuku haina sukari. Utakula vitu hivi, lakini na kuhakikisha hutaweza kupona swala la sukari. Niwapatie tahadhari wale watu ambao kwenye ketogenic diet. Kuna mtu ambaye anafuata lishe ya ketogenic. Akiangalia sukari, anakuta sukari eza imeshuka kwa kuwa ameondoa vyakula vya wanga. Anaona kwamba amepona. Naomba nikuhakikishe kwamba ni haujapona. Ukitaka kujua kama ndoo inavuja, tunaweka maji. Ndio utaona kwamba hii ndoo kweli inavuja ama haivuji. Sasa wewe umeondoa maji, unasema ndoo haivuji. Jaribu kuweka maji uone kama haivuji. Ndio hivyo hivyo kwa wale watu ambao wanakula lishe za ketogenic, vyakula vya mafuta, ukiwa umeondoa wanga. Wanajidanganya kwamba sukari yangu imepungua, iko vizuri, iko 7. Iko 7, jaribu kutafuna ndizi mbivu uone kama sukari utaikuta iko 20. Kwa maana kwamba bado ugonjwa upo. Wewe umeweza kudili na dalili, kumanage dalili ambayo ni sukari kupanda, lakini ugonjwa wenyewe kisukari uko pale pale. Kwa hiyo uko na kusubiria tu. Na hata hivi wagonjwa hao ukiwafuatilia, baada ya muda fulani huwa wanaanza kupata vitu kama issue za ganzi, wengine wanapata issue ya macho, nakuta hayaoni vizuri, kuna complication nyingine ambazo zinaibuka, lakini tafasiri yake ni nini? Bado ugonjwa wa kisukari uko pale pale, kwani njia ndio chagua si njia ambayo ni rafiki kwenye kutibu ugonjwa wa kisukari. Huwezi kula mafuta kupona ugonjwa wa kisukari, haiwezekani. Hiki kitu haiwezekani. Siri namba 6 ni habari za kuepuka mafuta yote ya kupikia, kwani mafuta nabakia ni point ni ile ile, yanaweza kupunguza utendaji bora wa insulin. Hii ni siri ambayo watu huambiwi. Mtu anakuambia tu mimi natumia mafuta ya olive oil, mimi natumia si mafuta ya alizeti ambayo hayagandi. Kwa ngonjera zinakuwa nyingi sana, lakini nakuja kwenye masuala ya matibabu, mtu huyu anayetumia mafuta haya ni huwa hawaponi. Mpaka sasa bado ni wagonjwa. Ila najua wengi wanabaki nasema kwamba kisukari hakitibiki. Sio kwamba kitibiki, ni kwa sababu wewe kuna kitu ambacho hujaambiwa. Haya mafuta si rafiki. Mafuta ya wanyama yanapunguza utendaji bora wa insulin kwa asilimia kubwa. Ni hatarishi sana kulinganisha na mafuta ambayo hayagandi. Lakini ambayo hayagandi pia nayo bado pia na athari. Kwa hiyo haijalishi kama na kwa hata kwa kiwango kidogo bado, lakini bado yana athari. Kwa wewe ambaye ni mgonjwa unataka kupona, inatakiwa uweze kuepuka mafuta haya. Namba 7, kuna kitu ambacho tukifahamu kwamba inafikia pale kwa mgonjwa kisukari, nataka afahamu siri nyingine ambayo nataka ijue. Hata vile vyakula vya asili ya mmea ambavyo vinajulikana ni vizuri kama avocado, vitu kama korosho, vitu kama almond na vyakula vingine ambavyo vina mafuta kama karanga, inatakiwa navyo pia uvipunguze. Yamkini usiweze kuviepuka, lakini jitahidi kuweza kuvipunguza. Na kama sukari inasumbua sana, kabidi navyo pia uweze kuviondoa, kwani vyenyewe bado vina issue ya mafuta.
kwa swala la sukari ni issue ambayo iko sensitive sana, inavuja kwenye swala la mafuta. Mwisho kabisa, ambayo ni siri ya mwisho ya tiba kabisa ya ugonjwa wa kisukari, ni kwamba ni kabidi mtu uweze kurejesha vyakula vya asili ya mimea ambavyo vina wanga kamili, wanga tata ambayo ni kamili kabisa, complex carbohydrate, ambapo hapo tunashauri matumizi ya vitu kama mboga za majani kwa wingi sana. Wakati huo vitu jamii ya mikunde, vitu ambavyo tunashauri kwamba vitumike kwa wingi sana, kwani jamii ya mikunde ina nguvu kubwa sana kuweza kukontrol kiwango cha sukari. Kuna hivi habari, ukiamua kutumia kama ni nafaka, hakikisha unatumia nafaka ambazo hazijakobolewa, na hakikisha unatumia kama ni vyakula asili ya mizizi, ile vyakula asili ya mizizi ambavyo ni asilia. Kiufupi, nenda ukatumie vyakula asili ya mimea baada ya kuwa umeshaondoa na umeshafahamu mambo ya hapa juu. Ni kitu ambacho ni rahisi sana. Ulaji huu tunaita kwamba ni plant based diet, ambayo ni ulaji wa vyakula asili ya mimea. Na kwa wale ambao wanapenda kuresearch zaidi, unaweza kaangalia hii diet ya whole plant based diet katika kutibu ugonjwa wa kisukari. Tafiti zipo nyingi sana na majaribio yameshafanyika mengi sana, ambao ukijaribu kuangalia wagonjwa wote ambao karibia kwa 100% ambao ugonjwa wa kisukari, ambao kula vyakula hivi asili ya mimea ambavyo vina wanga ambayo imekamili, wanga ambayo ni kamili, ambayo hajachakatuliwa, ambavyo havijakobolewa, ni kwamba waliweza kupona ugonjwa wa kisukari. Vyakula hivi vinafanya kazi kubwa sana kuliko dawa za metformin, ila ukiweza kuchanganya kwa pamoja dawa za metformin au dawa za hospitalini sambamba na vyakula hivi asili ya mimea, ni kwamba utaona sukari yako inashuka vizuri, na unakuta kwamba utaendelea vizuri na mwili utakuwa na afya njema sana, na utakuwa umejikinga na complication ambazo zingeweza kuja kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Hiki ndio ambacho natakiwa watu wafahamu. Kwa hiyo haya ikiwa ni mambo 8 ambao wagonjwa wengi wa kisukari wanakosea. Kufahamu kwanza ni ugonjwa lishe, lakini kufahamu kwamba kupanda kwa sukari sio ugonjwa wa kisukari, ila ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Lakini cha pili, kufahamu kwamba ugonjwa wa kisukari mzizi mkuu ni utendaji hafifu wa insulin. Kinasababisha insulin siweze kufanya kazi vizuri ni mrundikano mafuta kwenye seli za misuli huko na seli za ini na seli nyingine ambazo sio maalum kwa ajili ya kutunza mafuta. Lakini cha tano ni habari kwamba mafuta ya wanyama ni mchawi mwingine hapa ambaye anakuja kufifisha insulin zaidi, sambamba ikifuatiwa na habari za mafuta ya kupikia ni changamoto nayo pia, na hivyo kushauri kwamba hata vyakula ambavyo ni asili ya mimea ambavyo vina mafuta mengi, kama umeshakuwa mgonjwa wa kisukari, ikabidi uweze kupunguza matumizi ya vyakula hivyo, na mwisho ni kuweza kutumia vyakula asili ya mimea ambavyo havijakobolewa. Haya ndio mambo ambayo inatakiwa wewe uweze kuyafahamu kwa kina. Mambo haya huwezi kukuta kwa tunazungumza mazingira ya hospitalini kwa sababu muda unakuta sio rafiki na wagonjwa ni wengi sana, lakini ukiweza kuyatekeleza haya na kuyafahamu haya, hakika ugonjwa wa kisukari lazima unaondoka. Kisukari ninachozungumza hapa ni aina ya pili na sio aina ya kwanza. Aina ya kwanza na kisababishi tofauti na hii aina ya pili ambayo ndio wahanga ambao ni wengi sana. Nadhani unaweza kawa umejifunza jambo hapa juu ya ugonjwa wa kisukari. Kama hujaelewa vizuri, irudie tena video hii kwa mara nyingine, kwani hii video ndio msaada wako kwa mgonjwa wa kisukari. Nafanya majaribio ndani ya wiki moja, ndani ya siku 7 utaweza kuona matokeo yako, matokeo ya mwenendo wa sukari yako kwenye damu kwa vyakula hivi asili ya mimea. Kama utakuwa umependezwa na content hii, usisahau kuweza kulike na kushare na kucomment. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, kitaalamu ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.